Na changamoto hiyo, Mheshimiwa Waziri, ni michango isiyokuwa rasmi, ni michango holela ya mashuleni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, natambua kwamba swala la watoto kula shuleni ni jukumu la wazazi, hilo halina tatizo. Lakini hii michango ya mara kwa mara, kwa mfano, unaambiwa kila mtoto kwa siku lazima waende na shilingi 1500. Alichokisema ni kweli kwamba katika baadhi ya maeneo kumekuwepo na michango ambayo inaondoa ile maana halisi ya elimu bila ada. Mheshimiwa Spika, ni kweli pia michango hiyo ikiwa mingi ina athari kwa watoto na kwa wazazi na familia hizo, hasa familia ambazo hazijiwezi. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Gnesta Kaiser. Mheshimiwa Spika, nikushukuru kwa kunipa nafasi ili nami siku ya leo niweze kumuuliza swali Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali chini ya Wizara ya TAMISEMI inatekeleza sera yake ya elimu bila ada kwa shule za umma kwa maana ya kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha 4. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye hili naomba nikaipongeze serikali sana kwa jinsi ambavyo imeona mbali sana kumpa thamani mtoto wa Kitanzania, mtoto wa mzazi mnyonge ambaye kwa hali ya kawaida wasingeweza kuwapeleka watoto wao mashuleni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na nia njema hii ya serikali, ipo changamoto kubwa sana inayowakumba wazazi pamoja na watoto hawa. Na changamoto hiyo, Mheshimiwa Waziri, ni michango isiyokuwa rasmi, ni michango holela ya mashuleni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, natambua kwamba swala la watoto kula shuleni ni jukumu la wazazi, hilo halina tatizo. Lakini hii michango ya mara kwa mara, kwa mfano, unaambiwa kila mtoto kwa siku lazima waende na shilingi 1500 kwa ajili ya speed test. Lakini sambamba na hilo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, watoto wanaambiwa kwamba kila siku ya Alhamisi waende na shilingi 3500 kwa ajili ya kufanya mitihani 7 kwa pamoja, yani mitihani ya masomo 7 kwa pamoja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nia na dhamira njema ya serikali ya kuleta sera hii bila malipo ilikuwa ni kwa ajili ya kuhakikisha watoto wa wanyonge wote wanapata elimu hii ya msingi ya darasa la kwanza mpaka ya kidato cha 4. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, chini ya waraka namba 3 wa mwaka 2016, ningeomba kufahamu nini kauli ya serikali juu ya shule hizi kwa walimu hawa ambao wameleta mfumo kana kwamba sasa ni kausha damu kwa wazazi, wanawakausha damu wazazi kwa kuwalazimisha waweze kupeleka hii michango ya kila siku. Mfano, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mzazi mwenye watoto 5 kwa sababu anajua hakuna ada, ni swala la madaftari, ni swala la uniform na chakula, wamewapeleka watoto kwa kasi kubwa sana. Unajikuta mzazi mmoja na watoto 5. Chukua 1500 mara siku 5 mara. Swali lako Mheshimiwa, tuende kwenye swali. Swali langu Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kupata kauli ya serikali juu ya kukomesha hii dhana ya michango holela mashuleni ambayo inaathiri kabisa utekelezaji wa sera hii ya elimu bila malipo. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, nimpongeze Mheshimiwa mbunge kwa swali lake zuri, na alichokisema ni kweli kwamba katika baadhi ya maeneo kumekuwepo na michango ambayo inaondoa ile maana halisi ya elimu bila ada. Mheshimiwa Spika, ni kweli pia michango hiyo ikiwa mingi ina athari kwa watoto na kwa wazazi na familia hizo, hasa familia ambazo hazijiwezi. Mheshimiwa Spika, ninasema ni kweli kwa sababu nilipokuwa ziara katika mkoa wa Katavi, alikuja mama mmoja kati ya wananchi waliouliza maswali, akasema mwanae amekosa masomo kwa takriban miezi 2 naenda 3 kwa sababu aliambiwa asiende shule mpaka aende na mchango wa takriban shilingi 50,000, ambalo ni jambo baya. Mtoto kukosa
masomo kwa sababu mzazi wake amekosa michango. Mheshimiwa Spika, nilielekeza mtoto yule arudishwe shuleni na nimpongeze Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, amenipa taarifa kwamba yule mtoto alirudishwa shuleni, na nilielekeza mamlaka zinazohusika na masuala ya nidhamu kwa walimu wetu wamwite yule mwalimu mkuu kwa uzembe huo, kwamba mtoto ameweza kukosa masomo, ameweza kutokuwepo shuleni muda wote ule, na wao wakaendelea na maisha kama vile hakuna kitu kilichotokea, na lenyewe hilo tutaendelea kuchukua hatua. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa mbunge ameweka wazi kwamba yapo mambo ambayo ni ya msingi, na mimi niwapongeze walimu katika maeneo mengi wamefanya hivyo kwa nia njema ya kutaka watoto wafanye vizuri, bila kwenda moja kwa moja tu kwenye eneo hilo ambalo pengine limepitiliza na kuleta athari, lakini pia tutambue walimu wamejitoa sana katika baadhi ya maeneo kwa initiative zao kuhakikisha watoto wa Kitanzania wanafanya vizuri. Na Mheshimiwa Spika, bunge lako tukufu linatambua kwamba kwa wingi wa watoto ambao wameendelea kuongezeka kwa vipindi tofauti, ikiwemo hii sera ya elimu bila ada, lakini pia na reentry programs ambazo zililetwa, imesababisha katika baadhi ya maeneo uwiano wa walimu kwa wanafunzi hauko sawa. Kwa hiyo walimu wanajitahidi wale kwa uchache wao ili kuhakikisha watoto wana cover syllabus zote zile. Kwa hiyo niende tu kwenye hoja hii ambayo Mheshimiwa mbunge ametoa. Nimetoa waraka ambao unatoa miongozo ya masuala yanayohusu michango. Moja ya michango ambayo tunakubaliana nayo ni endapo tutataka watoto wapate chakula shuleni, tukasema hata wangekuwa nyumbani wangepata chakula anyway. Kwa tukasema hili si jambo linaloleta mzozo, na hata katika baadhi ya shule, hata katika baadhi ya maeneo hawajaona kama ni tatizo. Lakini michango mingine ambayo inapitiliza, tumesema lazima ifuate mwongozo na iwe na ukomo. Maeneo haya tumeshawaelekeza wakuu wa mikoa, tumewaelekeza makatibu tawala wa mikoa, na tumetoa waraka ambao unaenda sambamba na waraka huu ambao Mheshimiwa mbunge ameunukuu. Tulikuwa na baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa yanajitokeza, shule zetu hizi zinakuwa na walimu wanaojitolea na wanalazimika walimu wale walipwe nje ya utaratibu ule wa walimu walioajiriwa. Nimeelekeza halmashauri zote ziweke bajeti za mapato ya ndani kuweza kuhakikisha kwamba walimu wale ambao wanawaongezea kwa ajili ya kuwafundisha watoto wetu walipwe kutoka katika vyanzo vile, kwa sababu wazo lenyewe la kuwa na walimu wa kutosheleza ni wazo zuri, kwa sababu hata sisi hapa waheshimiwa wabunge mnakumbuka kuna wakati kulikuwepo na utaratibu, enzi zile kulikuwepo na utaratibu wa tuition. Wakati mwingine tulikuwa tunamuelewa mwalimu wa tuition kuliko yule anayefundisha hata pale darasani. Kwa hiyo wazo la kuwa na walimu wanajitolea si jambo baya, lakini walimu hawa hawapaswi sasa kuanza kulipwa na wazazi. Nchi yetu haijataka wazazi kuajiri walimu kwa ajili ya watoto wao. Kwa hiyo mamlaka ya serikali za mitaa pale ambapo pana uhitaji huo wajiratibu, watumie mapato ya ndani kuweza kuhakikisha kwamba badala ya kwenda kwenye michango watumie mapato ya ndani kuweza kuhakikisha wanakava masuala ya aina hiyo. Na Mheshimiwa Spika, pia kwa kuwa tunaenda kwenye utekelezaji wa mitaala mipya, tutaendelea kuboresha, mahitaji yanaendelea kuongezeka katika kumwezesha mtoto aweze kusoma vizuri. Kwa hiyo tutaendelea kuboresha pia bajeti ya serikali, kwa sababu kingine kinachosababisha haya ni ufinyu wa bajeti. Tutaendelea kuboresha bajeti ya elimu, bajeti ya serikali kwenda kwenye sekta zetu za elimu, ili kuweza kuhakikisha kwamba shule zetu hizi zinajitosheleza kibajeti ili kuweza kutimiza yale malengo ambayo walimu wanataka wafanye kwa ajili ya kuwawezesha watoto kuelewa na kufaulu vizuri masomo yao.